Shukran Skola. Karibu msikilizaji. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba Israel itasitisha mashambulizi ya baadaye dhidi ya maeneo ya gesi ya Iran baada ya kuombwa kufanya hivyo na Rais wa Marekani Donald Trump. Sam Batenzi na maelezo zaidi. Shambulio la Israeli kwenye uwanja wa gesi wa Thalspaz siku ya Jumatano, likifuatiwa na mashambulizi ya Irani dhidi ya miundombinu ya gesi ya Qatar, limesababisha kupanda kwa kasi kwa bei ya mafuta na gesi, ingawa sasa bei imeanza kushuka kidogo. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, Netanyahu pia alikataa madai kwamba alimshawishi Trump kuingia kwa vita na Iran. Wakati huo huo, Iran imeendelea kurusha makombora kuelekea nchi za Ghuba na Israel. Katika mkutano na waziri mkuu wa Japan Sanae Takaichi katika ofisi ya rais maarufu Oval, rais wa Marekani Donald Trump ameulizwa kwa nini hakuwaarifu washirika wake kuhusu mpango wa kuishambulia Iran. Badala ya kujibu, alitania kwa kurejelea shambulio la Japan dhidi ya Pearl Harbor wakati wa vita vya pili vya dunia. Tutaki kutoa ishara nyingi sana. Unajua, tulipokuwa tuliingia kwa nguvu sana, na hatukuambia mtu yoyote kuhusu hilo kwa sababu tulitaka kuwa na kipengele cha mshangao. Nani anayejua zaidi kuhusu mshangao kuliko Japan? Kwa nini mimi sikuambiwa kuhusu Pearl Harbor? Iran imetekeleza hukumu ya kifo kwa wanaume watatu waliotuhumiwa kuwaua maafisa wa polisi wakati wa maandamano dhidi ya serikali mwezi wa Januari mwaka huu, ikiwa ni hukumu ya kwanza ya kunyongwa kuhusiana na maandamano hayo. Miongoni mwao ni kijana Saleh Mohammadi aliyekuwa mwanachama wa timu ya taifa ya mieleka ya Iran. Maandamano ya kitaifa yaliyoanza mwezi wa Disemba mwaka uliopita na kuongezeka hadi Januari yalijibiwa kwa ukandamizaji mkali na mamlaka za Iran. Makundi ya haki za binadamu yanasema maelfu ya watu waliuawa. Na watu wasiopungua 13 wamefariki dunia baada ya mvua kubwa kusababisha mafuriko makubwa nchini Malawi. Shirika la usimamizi wa majanga la nchi hiyo limesema baadhi ya watu waliuawa na kuta ziliporomoka na wengine walifariki dunia walipokuwa wakijaribu kuvuka mito iliyofurika. Wataalamu wa hali ya hewa wanaonya kuwa mvua zaidi zinatarajiwa katika siku zijazo, hali inayoongeza hatari ya mafuriko zaidi. Tangu Januari mwaka huu, mvua kubwa zimeathiri nchi kadhaa kusini na mashariki mwa Afrika. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu Phyllis Mwate. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, na unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Redio Muungano Beni na Lizardal Radio, Uganda Voice of Muhabura na Voice of Karamoja, nchini Kenya Mwenedu FM, County FM na pia Gulf Radio. Tanzania ni pamoja na Abud FM, Bomba FM, CGFM, Radio 1, Radio Kwizera na Radio Free Africa. Internet ni katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya pia kuja moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tuandika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Israeli itasitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya gesi ya Iran baada ya kuombwa kufanya hivyo na Rais wa Marekani Donald Trump. Shambulio la Israel kwenye mtambo wa gesi wa South Pars juzi Jumatano lilifuatiwa na mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Iran dhidi ya vituo vya gesi vya Qatar, lilisababisha ongezeko kubwa la bei ya mafuta na gesi duniani, kama anavyoarifu hapa Phyllis Mwate. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikataa madai kwamba alimshawishi rais wa Marekani Donald Trump kuingia vitani na Iran. Netanyahu alisema kuwa Israel ilichukua hatua peke yake kuhusiana na shambulio dhidi ya uwanja wa gesi wa Iran. Israel ilichukua hatua hiyo peke yake dhidi ya kituo cha gesi cha Silawia. Jambo la pili, Rais Trump alituomba tusitishe mashambulizi ya baadaye na tunafanya hivyo. Habari nyingine ya uongo ni kwamba Israel kwa namna fulani ilivuta Marekani kuingia katika mzozo wa Iran. Kweli kuna mtu yeyote anayefikiri kwamba kuna mtu anaweza kumwambia Rais Trump nini cha kufanya? Pia alieleza wazi malengo matatu ya operesheni ya pamoja ya Marekani na Israel nchini Iran, akisema ni kuondoa tishio la nyuklia kutoka Iran, kuondoa tishio la makombora ya masafa marefu na kuunda mazingira yatakayowawezesha raia wa Iran kuwa na uhuru wao.
Kama alivyofanya mara nyingi hapo awali, Benjamin Netanyahu alitaja kile anachoamini ni tishio la kimataifa linalotokana na utawala wa Iran na kusisitiza kwamba Trump kwa muda mrefu vilevile amekuwa na mtazamo huo huo. Aidha, kwa lugha ya Kiebrania aliwasifu wananchi wa Israel kwa kuwa imara. Pia alidai kwamba baada ya siku 20 za vita, Iran haina uwezo wa kurutubisha urani wala kutengeneza makombora ya masafa marefu. Hata hivyo, Iran imeendelea kurusha makombora kuelekea nchi za Guba na Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Iran alikuwa ameonya mapema kuwa hakutakuwa na kizuizi chochote ikiwa miundombinu ya Iran italengwa tena kufuatia mashambulizi ya jana kwenye uwanja wa gesi wa South Pars. Hayo yakijiri, Baraza la Ulaya limetoa taarifa kwamba linalaani vikali mashambulizi ya kijeshi ya Iran yasiyochagua malengo dhidi ya mataifa ya Guba na imeeleza kuunga mkono mataifa yaliyoathirika. Ni Phyllis Mwate. Chad imefunga tena mpaka wake na Sudan baada ya shambulio la ndege zisizokuwa na rubani yani drone kuwaua watu 17 katika mji wa Twin. Maafisa wanasema drone hiyo ilipiga eneo la maziko siku ya Jumatano jioni, huku wakilaumu wapiganaji wa Rapid Support Forces yani RSF. Kundi hilo linakanusha kuhusika na badala yake linalaumu jeshi la Sudan. Mtawala wa kijeshi wa Chad Mahamat Idris Deby ameamuru kufungwa kwa mpaka wa ardhini na kutuma maafisa kutathmini uharibifu zaidi. Na Sarafina Robi. Rais wa Chad ameamuru jeshi kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi yoyote yatakayotokea Sudan kufuatia shambulio la ndege isiyo na rubani iliyowaua takriban watu 17 na kuwajeruhi wengine kadhaa waliokuwa msibani. Akiwa amevalia sare za kijeshi, Rais Idris Mahamat Deby aliitisha mkutano wa dharura wa usalama ambapo aliamuru wanajeshi kuwa katika hali ya tahadhari. Pia aliamuru kufungwa kabisa kwa mpaka wa Sudan. Alielezea shambulio lilolenga mji wa mpaka wa Tin kama uchokozi wa wazi dhidi ya uhuru wa eneo hilo la Chad. Alisema shambulio hilo lilifanyika licha ya onyo kwa pande hizo mbili zinazopigana nchini Sudan na kufungwa kwa mpaka hapo awali. Mwezi uliopita, Chad ilifunga mpaka wake na Sudan hadi wakati ambapo wangesitisha uvamizi wa mara kwa mara wa makundi yaliyojihami ya Sudan. Hata hivyo, iliruhusu misamaha ya kipekee kwa misingi ya kibinadamu kwa idhini ya awali kutoka kwa mamlaka husika. Wakazi wa mji wa Tin walisema waathirika wa shambulio hilo walikuwa ombolezaji, huku mmoja akinukuliwa na shirika la habari la Reuters akisema walikuwa wamekusanyika kwenye nyumba kwa ajili ya msiba uliohusisha kusoma kwa Qur'an. Na asante Sarafina Robi. Leo Machi 20 ni siku ya kimataifa ya furaha. Wakati nchi ya Finland ikitajwa kuongoza duniani kwa furaha kwa mara ya 8 mfululizo, mataifa mengine kama Afghanistan yanaendelea kutabika. Kwa mujibu wa ripoti, Mauritius imekuwa na mwendelezo wa kuorodheshwa ikiongozwa kwa watu wake kuwa na furaha zaidi Afrika. Nchi 7 kati ya nchi bora 20 Afrika ni Afrika Magharibi. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, Kenya inaongoza nambari 110, kifuatiwa na Uganda ikiwa namba 118, Tanzania iko huko 138. Lakini je, furaha ni hali ya mazingira tunayoishi ama ni uamuzi wa kila mmoja? Katika maadhimisho haya tunaangazia siri ya tabasamu na jinsi matendo madogo madogo yanavyoweza kuleta tofauti kubwa maishani. Mwandishi wa BBC Damaris Kamande anaarifu zaidi. Leo Machi 20 ni siku ya kimataifa ya furaha, ikiwa ni siku ya kukumbuka kwamba furaha ni uamuzi au chaguo, ingawa vikwazo ni vingi. Daima tunafanya kazi kwa bidii ili maisha ya kesho yawe bora, lakini kesho inapowadia, badala ya kufurahia, tunaanza tena kuwaza kuhusu kesho nyingine bora zaidi. Katika dunia ya mazingira ya sasa, tunawezaje kupata msingi wa pamoja katika furaha? Kuanzia upweke hadi mapambano ya kukidhi mahitaji yetu ya kila siku, vikwazo vinazuia kupata furaha ni nyingi. Hata hivyo, vitendo vidogo vya ukarimu na wema vinaweza kuchochea tabasamu katika nyuso za watu. Niliwauliza baadhi ya watu, ni jambo gani moja linalokupa furaha maishani? Hebu tusikilize majibu yao. Message ya pesa, kuingiza muamala, ikiingia hapa inasema imethibitishwa. Kitu ambacho kinanifurahisha sana ni saa ile ninaomba. Yaani niko tu karibu na Mungu. Kwa hivyo muda wote ambao niko peke yangu, niko na Mungu, nasikia tu raha moyoni. Mimi napenda chakula kizuri. Wakati wa weekend pale, mimi upendelea sana nikiwa pale nyumbani kwangu na familia yangu.
Sasa wakati nakata tomato pale, huwa napendelea sana kama wamekaa kando yangu wakiniangalia, nakata vitunguu, alafu napika kile chakula paka kinaiva. Unaona, alafu nawapelekea mezani, na kuna mechi nzuri sana pale, pengine ya Man U ama ya Arsenal zikikabiliana pale, basi wanafurahia sana mimi zaidi ya kitu kingine chochote kila. Chakula chochote kizuri, nyama sana sana, kuku choma, umeona, ushaona chakula. Pesa. Ni pesa tu. Kama ulivyosikia, furaha humaanisha mambo tofauti kwa watu tofauti. Utafiti unaonyesha kuwa furaha huimarisha afya, ubunifu na ustahimilivu. Matendo kama vile kutoa shukrani, kujumuika na wengi na kutoa msaada hueneza shangwe. Lakini cha msingi ni kwamba furaha ni uamuzi licha ya mambo unayoyapitia. Katika siku hii ya furaha duniani, hakikisha unakuwa sababu ya mtu mwingine kuwa na furaha. Tabasamu inaweza kuleta tofauti kubwa katika maisha yao. Namna hiyo, furaha. Sasa hapa natamani nimuulize Florian Kaijage, nini kinachokupa furaha? Safari. Safari moja uanzisha nyingine, na siku zote mimi na wewe niko hapa. Kule kwetu watu namna hiyo wanaitwa karugendo. Sasa mimi hapa nasafiri sasa kimichezo. Tenzetu. Tuanze katika usiku mdogo wa Ulaya ambako imepigwa michezo 16, 8 ya Europa League na 4 mingine ya Conference League, ambapo timu 8 zitakazocheza robo finali zimepatikana kwa kila shindano. Miongoni mwa michezo ya kusisimua ilikuwa baina ya timu mbili za Italia, AS Roma na Bologna, uliozaa mabao 7 kwa ushindi wa 4-3 wa Bologna, ambayo pia imesonga mbele. Freiburg ya Ujerumani ilinyuka Genk ya Ubelgiji 5-1, huku Betis ya Hispania ikichapa Panathinaikos ya Ugiriki 4-0. Nayo Nottingham Forest iliyo hatarini kushuka daraja huko England ikipata ushindi wa 3-1 na kutinga robo finali na kuweka tabasamu kwa mashabiki wao. Kuingia kwenye mechi ya soka nchini England na Wales bila tikiti sasa litakuwa ni kosa la jinai chini ya sheria mpya zitakazoanza kutumika kabla ya fainali ya kombe la Carabao kesho kutwa Jumapili kati ya Arsenal na Manchester City kwenye uwanja wa Wembley. Wahalifu watakabiliwa na adhabu ya kutoingia viwanjani kwa hadi miaka 5 pamoja na faini ya pauni 1,000 za Uingereza. Sheria hiyo imeanzishwa kutokana na mtafaruku mkubwa ulioitia doa fainali ya ubingwa wa Ulaya kati ya England na Italia kwenye uwanja wa Wembley Julai 2021, wakati maelfu ya mashabiki walipolazimisha kuingia uwanjani. FIFA imelipiga faini shirikisho la soka la Israel faranga za Uswizi 1.5 na kutoa onyo kuhusu mwenendo wake wa siku zijazo baada ya kuchunguza kosa linalodaiwa kuwa la ubaguzi na chama cha soka cha Palestina PFA. Kamati ya nidhamu ilichunguza jinsi IFA inavyoshughulikia ubaguzi wa rangi katika soka la Israel kama sehemu ya malalamiko ya PFA kwenye kongamano la 74 la FIFA mwezi Mei mwaka 2024. Katika mashindano ya magari yaendayo kasi ya Formula 1, mkuu wa timu ya Audi Jonathan Whitley anawaniwa na timu ya Aston Martin kuongoza kikosi chao chenye matatizo kibao tu. Mmiliki wa timu ya Aston Martin Lawrence Stroll ametoa ofa ya Whitley kuiacha timu hiyo ya Audi chini ya mkurugenzi mwenza wa kiufundi Adrian Newey, lakini wadadisi wa mambo wameiambia BBC Sport kwamba bado hakuna mkataba uliotiwa saini hadi hivi sasa. Ni hayo tu katika michezo asubuhi ya leo. Skora. Na wewe je, wafurahishwa na nini? Pesa tu jamani, fanya basi kunipa kama dola 200 hivi. 200 kidogo hivyo. Ndo furaha yangu inapoanza. Wacha tumalize kipindi.